Ni siku nyingine ambayo tupo hapa katika jengo la zahanati ambalo bado linaendelea katika ujenzi na halijakamilika, lakini tupo na kiongozi ambaye ataenda kujitambulisha kwa majina na nini haswa dhumuni ambalo limewakutanisha hapa. Asante sana. Kwa jina naitwa Pius William Ngilwa. Ninafanya kazi na kanisa la Anglican Diocese ya Morogoro chini ya ufadhili wa Norwegian Church Aid Tanzania. Kwa nini tumekusanyika hapa? Tukumbuke toka tarehe 1 tumekuwa na siku na kampeni za uelimishaji kwenye masuala ya mazingira, ikiwepo ni pamoja na upandaji wa miti, lakini pia tumekuwa tukihamasisha kupitia katika nyumba mbalimbali kutengeneza majiko banifu na sanifu kwa ajili ya kupunguza matumizi makubwa ya ukataji wa kuni na kuwa na ile nguvu ya kuwezesha hasa kina mama kuweza kujihusisha na shughuli nyingine ambazo zingeongezea kipato. Na kilichotukusanyika hapa leo ni kwamba tumekuwa na upandaji wa miti katika kijiji cha Mandera, tukiwa na viongozi mbalimbali kama ilivyoonekana toka asubuhi. Tulikuwa na mheshimiwa diwani, viongozi wa serikali, waandishi wa habari na watu mbalimbali kwa ujumla wake, pamoja na zile local structures za usimamizi wa mazingira. Ambacho naweza nikazungumza kwamba Norwegian Church Aid Tanzania wamekuwa wakilisapoti kanisa la Anglican Diocese ya Morogoro. Na siku ya leo ni siku ambayo tumeungana katika kwenye kauli mbiu ambayo imekuwepo ya dunia, ambayo ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini na kuboresha mazingira. Na sisi tumejikita huko leo, tumeweza kushirikiana na halmashauri zetu za wilaya Mvomero, Kilosa, ambao kimsingi tulishirikiana nao upatikanaji wa miti ambayo tumeipanda katika maeneo mbalimbali ya taasisi, zikiwemo taasisi za shule. Na kimsingi leo tuliko hapa kwenye taasisi ya zahanati ambayo ina mchakato wa uendelezaji wa ujenzi kama mnavyoona, na tumepanda miti kama ni kiashiria chamba cha kuboresha mazingira na kulifanya hili sehemu kuwa salama itakapokuwa ikitumika, hata kipindi kile watu wanakuja wapate vivuli vya kupumzika. Na tumeona namna gani madhara makubwa katika kijiji cha Mandera tunavyoonekana. Ukataji wa miti umekuwa ni mkubwa, na sisi kama taasisi tunapita kwenye taasisi, kwenye familia ili ziweze kujihusisha wa upandaji wa miti ili waweze kukabiliana na athari tunazozipata za mabadiliko ya tabia nchi, lakini tuboreshe mazingira yetu. Tukumbuke kwamba hata Mungu mwenyewe ametuambia tuyatunze mazingira, tutunze, na ndio kilele sumuni zetu na utekelezaji wa mradi huu kwa kusaidiana na chini ya ufadhili wa Norwegian Church Aid Tanzania. Asanteni sana. Mapokeo kwa wananchi ambao mmewakuta hapa, mapokeo yao yapoje katika ushiriki wa hili zoezi la upandaji wa miti? Asante sana. Ni kweli unavyozungumza mwandishi wa habari, ni kwamba kama nilivyosema, tulianza kwa ajili kupitia kwenye familia kama kampeni kutoa elimu. Ambacho naweza nikazungumza siku ya leo kwamba bado kuna changamoto kubwa ya uelewa wa wananchi kwenye masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi, na hasa katika misingi ile ya upandaji wa miti na kuitunza. Lakini nataweza nikasema kupitia kampeni tulizofanya, kijiji cha Mandera kimeweza kuonekana mwitikio mkubwa sana, na kama wengi mlivyoona asubuhi, watu wengi walikuja kwa mapanga, walikuja kwa majembe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazingira ya maeneo yao yanakuwa salama. Lakini tumeona upandaji wa miti kwenye ngazi za taasisi umekuwa na mwitikio mkubwa, lakini watu tumeona wamebeba miti mingi kwenda kupanda kwenye maeneo yao. Ambacho naweza nikasema ni kwamba elimu iliyotolewa na inayoendelea kutolewa na serikali kupitia vyombo vya habari na sisi wadau, wananchi wameanza kuwa na mwitikio mkubwa kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Ukiwa ni msimamizi mkuu katika shughuli hizi za mambo ya mazingira, unatoa rai gani kwa wananchi ambao bado hawajawa na mwamko wa utunzaji wa mazingira? Asante sana mwandishi wa habari. Kitu ambacho naweza nikasema, kwanza ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekuwa na sera ya mazingira ya mwaka 2026 na sasa inawishwa kutoka 26 kwenda 31. Ni mikakati ya serikali ambayo inapeleka mchakato mzima wa kutunza mazingira kwa wananchi, na wananchi ambacho bado wanahitaji zaidi ni elimu. Ambacho pia naweza nikashauri leo ni kwamba serikali za halmashauri za wilaya kupitia vitengo vyake vya mazingira ni bora sasa kuwapa elimu ya kutosha zile halmashauri za vijiji pamoja na kamati zake za mazingira, ili suala la uelimishaji wa masuala ya mazingira liendelee kufanyika kila wakati kupitia vikao vyao halali, lakini kupitia taasisi mbalimbali, kwa mfano taasisi za kidini, taasisi za shule, taasisi za vitu vyote ambavyo vinawakutanisha wananchi. Taasisi zote zile ziweze kutumika katika kutolea elimu ya mazingira, ambayo kimsingi tunaona madhara makubwa ambayo yanatokea sasa, mafuriko, tunaona ukame wa muda mrefu na vitu vingine kama hivyo.
Kupitia kanisa unalolihudumu na mpango mkakati huu ambao mmekuja nao, ili zoezi litakuwa ni endelevu au? Asante sana. Asante. Labda nipende kuzungumza kwamba sasa hivi tuna mradi wa miaka mitano. Huu mradi wa miaka mitano ambao unafadhiliwa na NCA Tanzania. Mojawapo ya afua kubwa ambayo tunaitekeleza ni hii swala la mazingira na uwakili, na tumezungumza kwamba sisi tunafanya kazi kwenye ngazi za chini kwa kutumia taasisi jamii zilizoko chini ambazo tumezipa elimu. Hili ni swala endelevu na la kila siku. Tunahakikisha kwamba zile nyumba, kupitia kwenye nyumba, kwenye taasisi za dini, mashuleni na mahali pengine popote pale, ili swala la uelimishaji na masuala ya mazingira, upandaji wa miti na uboreshaji wa mazingira kwa ujumla ni endelevu kwa kipindi chote cha miaka mitano. Lakini nimezungumza pia kwamba tunaungana na sera ya taifa. Nimezungumza tumekuwa na sera ya taifa ya mazingira mwaka 2021-26 na sasa hivi inaingia 2031. Kwa hiyo kama sisi kama taasisi kwa kupata ufadhili wa NCA Tanzania, hili ni swala endelevu na litaendelea kuwa endelevu kwa sababu tunachangia juhudi za ili Tanzania kijani iweze kuwa iweze kuwepo na watu waweze kuwa na maisha bora kwa sasa na kizazi kijacho. Asante sana, kushukuru kwa muda wako. Asante sana mwandishi wa habari. Siku ya upandaji miti duniani, Mandela ya kijani, Mvomero ya kijani, Magolo ya kijani, Kilosa ya kijani, Morogoro ya kijani, Tanzania ya kijani, inawezekana. Yeah.